Hujambo na karibu katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Carol Korir. Swala zima mezani wiki hii ni utendakazi wa tezi ama thyroid, kiungo ambacho ni muhimu sana katika mwili wako, ambapo wakati mwingi huwa tunapuuza, lakini utendakazi wake unaweza kuwa na maana ama madhara kubwa katika mwili wako. Kuchambua swala hilo la matatizo ambayo yanaathiri tezi ama thyroid, nipo nao studio warembo watatu ambao ningependa wajitambulishe. Nianzie upande wangu wa kushoto. Asante sana, jina langu ni Sarah Katule, nashukuru kuwa hapa leo. Upande huu wa kulia nipo na warembo wawili. Hujambo, kwa majina naitwa Joanna Mimo, nashukuru kuwa hapa pia. Upande mwingine? Okay, hujambo, kwa jina naitwa Audrey Ng'ang'a. Nianze tu kwa Sarah Katule. Tunapozungumzia swala la tezi ama matatizo ambayo yanakumba tezi, tunasemaje lakini? Thyroid ni gland ambayo inapatikana hapa chini ya shingo, ama vile wanasema chini ya Adam's apple, na hiyo gland huwa inatoa homoni ama kemikali fulani ambazo kila wakati zinafaa kuwa ziko in balance, na kama moja iko juu na ingine iko chini, sasa hapo tunasema kuna shida ama kuna tatizo fulani. Thyroid huwa inathibiti ama inasimamia kazi gani katika mwili wako? Homoni zozote ambazo zinatolewa na tezi au thyroid gland huwa ina manufaa mengi sana kwa mwili. Kwanza tuanze na ile tunaita metabolism, ama vile mwili wako unakata mafuta ama chakula tuseme, au nutrients ambazo zinatoka kwenye chakula. Pia inasaidia na ile tunaita weight management. Pia inasaidia na tuseme mwanamke akipata mimba, mtoto akikua ndani ya tumbo, huwa zinasaidia sana katika development ya ile tunaita fetus ama mtoto akiwa tumboni. Kwa hivyo tunaposema kwamba thyroid ama tezi inakuwa na shida, inamaanisha ni shughuli gani za mwilini ambazo zinakwama? Metabolism, sasa hiyo unapata either iko juu ama iko chini. Kwa pande ya reproductive health, kwa mfano tunasema ya kwamba unapata homoni zako zile za reproductive health pia nazo hazifanyi kazi vile ambavyo inafaa. Unamaanisha damu ya mwezi? Damu ya mwezi ndiyo zinakuwa nyingi inazidi ama inakuwa kidogo? Ama inakuwa kidogo kulingana na vile homoni za thyroid zinatoka kwa mwili wako. Unapata na ile tunaita anxiety, ama unapata ya kwamba vile hauna nguvu, sasa hutaki kufanya chochote. Saa zingine hiyo kukosa kusikia, hauna nguvu, inawezaenda ifike mahali ya kwamba unaanza kushikwa na shida hata sasa za akili. Unaanza kusikia ni kama uko na hauna raha, alafu unaanza kuenda ni kama unaenea upande wa kuingia katika depression. Huo unapata pia nywele inaanza kukatika. Kuna matatizo makuu mawili ambayo huwa yanakuja na tezi kutofanya kazi. Joan atatuelezea upande moja ambapo tezi inashindwa kutoa homoni ambazo zinahitajika kwa mwili wako, na upande mwingine Audrey atatuambia inamaanisha nini wakati tezi inapofanya kazi kupitiliza. Nianze tu upande wa Audrey. Homoni ikiwa juu zaidi, huwa unakuwa na dalili mengi. Kwa mfano, moyo inapiga kwa upesi, ama pia joto kwa wingi. Unakosa pia usingizi vizuri. Siku ya kwanza nilipopatikana na hiyo ugonjwa, moyo ilikuwa inapiga almost 143. Yes. Sasa ikifika hapo hata kusimama ni shida, unasikia tu vibaya. Pengine daktari wako alikuambia hali hiyo inaitwa nini? Unaweza ukaelezea hata kwa lugha ya Kiingereza ndio msikilizaji aweze kufahamu wakati unasema tezi inafanya kazi kupitiliza. Kwa Kiingereza huwa tunasema ni hyperthyroidism. Joan, hebu tuelezee safari yako. Kwangu mimi nilianza kukuwa na shida ya hypothyroidism. Homoni yangu iko chini kabisa 2020. Dalili kama gani? Kama kuchoka sana, ilikuwa shida kubwa kuamka. Hata zile kazi za nyumbani zilikuwa zinanishinda kufanya. Pia issue ilikuwa ya nywele yangu ilikuwa inamea vizuri, na hata kwa sasa bado tunang'ang'ana kufanya at least ikue. Mikono baridi, kuchoka, vitu kama hizo. Pengine mara ya kwanza ulipopata dalili kama hizo, ni nini ambacho ulifikiria kabla daktari aweze kuthibitisha kwamba tezi inashindwa kutoa ama kuzalisha homoni ambazo ni muhimu kwa mwili wako? Kwanza ilifanyika
ilifanyika kama nimepata ajira na ilikuwa kwa kaunti ingine. Sasa nilikuwa nadhani maybe ni sijazoea upande wa huku wa nchi ndio napata hivyo. So nilikuwa nadhani maybe tu ni hiyo climate. Kumbe ilikuwa sio climate, ni tenzi yangu ilikuwa na shida. Na wewe Audrey, ulikuwa unashuku nini wakati ulipoanza kusikia mapigo ya moyo ama moyo inakwenda mbio sana? Nilifikia labda kuna ugonjwa niko nayo ambayo haijulikani. Na Sara, nirudi kwako. Mimi shida yangu ilikuwa ni hiyo tunasema thyroid gland yangu ilikuwa inatoa hormones kupita kiasi. Wakati wa kwanza mimi kujua ilikuwa baada ya nimeshapata mtoto. Halafu nikaanza tu kukuwa nasikia sio mimi. Nilikuwa nasikia natetemeka, nachoka haraka, moyo wangu unapiga haraka, ninatoa jasho, nikifanya kitu kidogo tu na nimeanza kutoa jasho. Waliponi diagnose kukuwa na shida ya hyperthyroidism, nilikuwa ninapeleka mtoto wangu hospitali. Halafu nikimbeba hapa mbele nikasikia nimechoka zaidi, yani hadi ningepata ajali ya barabarani. Mtoto wangu nilipokuwa nikimnyonyesha unapata sina hata maziwa. Sasa hapo ndo nilijua niko na shida. Sasa kurudi kwenda kuona daktari, sasa kukasirika kuingia kwa ofisi ya daktari, nikamwambia mimi sitoki hapa hadi uniambie shida yangu ni nini. Na hapo ndio aliweza kunitatulia shida yangu, akapima vipimo vyangu, akapata viko juu kabisa. Alafu sasa hapo ndio safari yangu ya kupata matibabu ya thyroid ilianza. Sara, huwa wakati mwingi mtu anapoambiwa kwamba una shida ya thyroid, kitu cha kwanza ambacho kinakuja akilini ni kwamba lazima ukuwe na uvimbe. Wagonjwa wengi ambao wako na shida ya thyroid, shida zao zilianza pengine hata wakiwa wasichana na hawakujua kwa sababu ya kutopimwa. Mimi naweza sema kwa hakika shida zangu zilianza nilipokuwa msichana. Nilipoanza kushikwa na hizi menses, menstrual cycle, unapata ziko na wakati mwingine zinakuja zikiwa very heavy, saa zingine zinapotea, haziji. Kwa hiyo Sara, ni vitu gani hivyo ambavyo unaweza kusema kwamba mtu anapoanza kushuhudia inafaa kujiuliza kama thyroid ama tezi iko sawa? Tuseme kuanza kuchoka tu. Ama tuseme vile ukipanda ngazi, ukipanda stairs, ukienda ofisini unasikia, ukimaliza unasikia roho yako inapiga haraka. Unakaa tu lakini unasikia roho yako inapiga haraka. Ya pili sasa ni either unaona unakata kilo haraka na huelewi ni kwa nini. Ama unaongeza pia. Ama pia unaongeza, alafu ukijaribu kukata inakuwa ni vigumu kukata. Sasa ile unajaribu kupata mimba, unapata haishiki, ama ukipata mimba inatoka. Alafu jambo lingine ni ile tunasema mental health. Unaanza kusikia ni kama kwa kizungu wanaita pessimist, yani kila kitu hakikupi matumaini. Hakuna kitu kinakupa matumaini, huna raha, ukiongelesha watu mtu akikuangalia anajua uko na shida. Hisia zako hazieleweki kabisa. Tukimalizia Joan, Audrey na Sara, bila shaka kuna habari nyingi ambazo ni potovu kuhusu ugonjwa ama matatizo ya thyroid. Nianze tu kwako Sara, nikuje kwa Audrey na Joan. Ukiona mtu ambaye hana nguvu na mtu ambaye anakaa ni kama fikira zake zinakaa ni kama zinataka kumtoka, saa zingine yeye mwenyewe anajua vile anasikia. Kwa mfano mimi nimeitwa kuingililia mambo mengi sana ya kinyumbani ya mtu ambaye haeleweki ya kwamba ako na shida ya thyroid, na sasa wanataka kumtuma katika hospitali ya mental health, lakini shida hana. Yeye mwenyewe anajua mimi sina upotovu wa akili. Lakini sasa familia wale ambao wanamzunguka wakiwa kila saa wanaona ni kama ana shida ya upotovu, ni chizi. So ukiona mtu ako na shida kama hiyo, kama madaktari wenyewe kabla ampe dawa, kwanza atampima thyroid, ajue kiwango chake cha thyroid. Then pia sisi pia ni lazima sasa tuanze kuungana, tuweze kuelewa mtu kabla tujaanza kuongea maneno huko kusema hivi na vile. Sekunde 30, Audrey na Joan. Wengine kama thyroid ikikuwa haitoi homoni itazia inatosha, lazima kumenona. Pia kuna ile wanasema lazima tu kama uko na ugonjwa wa thyroid lazima
kitu ikuwe inaonekana ya uvimbe, na kumbe si hivyo. Wengine wanasema ukikuwa tu na shida ya thyroid kabisa hautapata watoto, lakini na matibabu unapata. Audrey, tukimalizia, hii ugonjwa si ya wanawake peke yake. Ukweli ni kwamba wanawake huathirika zaidi, lakini pia kuna wanaume pia wana hii tatizo la tezi. Niseme shukrani sana Sarah, shukrani sana Joan, shukrani sana Audrey. Mimi ni Carol Korir, hadi wakati mwingine, kwaheri.